Nina matumaini ya kwamba mabao mawili tuliyofungwa tunaweza kuyarudisha nyumbani Tanzania na mnyama akatimiza malengo yake ya kuwa bingwa Afrika msimu huu. Semaji, najua umepita kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wanaiamini Simba ikiwa nyumbani, lakini pia wanasema hii Berkane ni tofauti na zile timu nyingine ambazo mmewahi kukutana nazo. Hivyo haitakuwa rahisi kama nyie ambavyo mnaizungumza. Tunafahamu ya kwamba haitakuwa rahisi na hakunaga fainali rahisi. Fainali huwa ni fainali tu. Berkane huyu tushaenda kwake akatufunga mabao mawili. Wakati huo tupo kwenye group stage ya hili kombe la shirikisho. Akaja Benjamin Mkapa tukamfunga bao moja. Kwa hiyo uwezo wa Simba kumfunga Berkane Benjamin Mkapa tunao, kwa sababu tumeshawahi kufanya hivyo. Lakini sasa kazi ni kubwa zaidi, kwa sababu tunatakiwa kumfunga mabao matatu kwenda mbele, na hiyo ni kazi ambayo inawezekana. Kwa hiyo sio swala ya kwamba tuliwafunga wengine. Huyo Berkane mwenyewe tumeshamfunga Benjamin Mkapa, akafanya vurugu, akachanganyikiwa, wakatozwa faini na kafu baada ya kuchanganyikiwa na pumzi ya moto. Kwa hapa hatumzungumzi Al Ahly, Wydad wala nani. Tunamzungumzia Berkane mwenyewe, ameshakufa Benjamin, na ndio maana anaogopa vibaya mno kuja Benjamin Mkapa. Lakini hii ni kama kifo. Unaweza ukaondoka hapa Tanzania mzima ukaenda kutibiwa India, ukafia huko India. Ndiyo Simba hii. Berkane popote atakapoangukia ndipo ambapo atakapofia. Mmepata wasaa wa kuzungumza na wachezaji baada ya kupoteza huu mchezo. Wanaonekana wakiwa na morali gani na wanauhitaji kiasi gani huu bingwa, hasa kuelekea mchezo wa marejeano? Wachezaji walikuwa na furaha kubwa jana mara baada ya yale matokeo. Hajatia unyonge hata kidogo, kwa sababu wao wanajua wana uwezo wa kufanya kitu gani zaidi katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hilo wala halina mashaka. Wachezaji wenyewe baada ya mechi kumalizika, unaona taswira yao ya mioyo na sura ikiwa kwenye furaha ya hali ya juu, kwa sababu wanajua wana uwezo wa kufanya nini katika uwanja wetu wa nyumbani. Ndugu zangu waandishi wa habari na wana Simba, ni wahakikishie tu hii tunabeba. Hakuna namna yeyote ile. Nyama kombe liko uwanjani mbele ya watu wetu katika ardhi yetu hii ya Tanzania, kombe likaondoka. Sisi sio wa hivyo. Tumejiandaa, tunajiandaa, kombe linabaki Tanzania. Tumzungumzie Joshua Mutale ambaye hapo jana pia mara baada ya kufanya ubaya ubwela kwenye ligi kuu ameonyesha pia ubaya ubwela wake licha ya kwamba mmepoteza mchezo. Aliingia dakika chache na akaonesha tofauti kubwa. Huyo ndo Joshua Mutale ambaye tunamfahamu sisi anapokuwa kwenye ubora wake, na kiufupi tu jana timu nzima ilikuwa kwenye ubora wao. Tumepoteza magoli hayo mawili, lakini bado Simba ipo kwenye uimara, ipo kwenye ubora wake, kuanzia kwa mchezaji moja kuja mpaka kwenye timu kwa ujumla. Taarifa ya Abdulrazak Hamza ikoje mara baada ya kupata majeraha? Abdulrazak Hamza alicheza mechi ile akiwa anaumwa, na jana yake kwa maana ya siku ya Ijumaa alishindwa hata kufanya mazoezi sababu mwili wake ulikuwa hauko sawa sawa, alikuwa na malaria, na baada ya kuamka siku ya mechi akapatiwa matibabu na akaonekana yuko fit kuweza kucheza mchezo ule. Lakini baada ya kuingia kwenye mchezo akautingisha mwili na akajiona hawezi kuendelea na mchezo, na mwalimu akafanya mabadiliko. Kwa hiyo hana majeraha. Hiyo ni vema ikafahamika hivyo, sababu watu wengi wamekuwa hawaelewi mbona hajaonekana akichechemea ama akifanya vitu gani. Alikuwa anaumwa malaria, na kwa mantiki hiyo basi ni kwamba anaendelea kupatiwa matibabu. Mechi ya tarehe 25 tunategemea kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu atakuwa ameshatengemaa, atarejea dimbani. Moja ya jambo kubwa sio taarifa ya uwanja nadhani hadi kufikia kesho Jumatatu tutakuwa na taarifa kamili kuhusiana na wapi tunakwenda kuchezea mechi yetu ya fainali ya marudiano. Tiketi bado zinauzwa? Bado zinauzwa, zoezi bado halijasitishwa. Shukrani. Sana mechi. Umenistiri semaje? Nasema ubaya bwela. Tuko sawa. Tuko sawa.
Ulikuwa ni mchezo mzuri sana. Kwa matokeo sio mazuri kwa upande wetu, lakini ni matokeo ambayo yanatupa nguvu ya kuanza tena safari yetu ya mechi ya marudiano tarehe 25. Ni mchezo ambao tumecheza vizuri sisi Simba Sports Club. Ni mchezo ambao tulifanikiwa kufanya kila kitu katika mchezo huo. Ni makosa madogo mawili ambayo yamepelekea wapinzani wetu wakatuadhibu na hatimaye tukafungwa mabao mawili bila, mabao ambayo tumefungwa kwa haraka kabla wachezaji hawajaseto, hawajatulia, hawajaabsorb pressure ugenini na uwanja, wakajikuta tayari wameshafanya makosa mawili na tukaruhusu mabao mawili ya haraka. Baada ya pale vijana wakarejea mchezoni, wakatulia, wakaweka mikakati thabiti na hatimaye tukamaliza dakika 90 kwa kufungwa mabao yale mawili pekee. Mabao haya ambayo tumefungwa ama matokeo ambayo tumeyapata sisi kama Simba hayajatunyong'onyesha wala hata kidogo, na wala hajatupa unyonge hata kidogo, bali yametuongezea nguvu, morali, mzuka na hasira ya kwenda kupambana zaidi katika mechi yetu ya marudiano. Si mara ya kwanza Simba kupindua meza, si mara ya kwanza Simba kufungwa magoli alafu katika mechi ya marudiano na Simba akafanya unyama. Kwa mipango tuliyokwenda nayo, mpango wa kwanza ilikuwa ni kupata ushindi, mpango wa pili ilikuwa ni kupata sare, na mpango wa mwisho kama ni kufungwa basi mabao yasizidi 3. Mpango wa 3 ndio ambao tumeangukia Simba Sports Club. Na kwa nini tuliweka mipango hiyo 3? Kwa sababu mipango hiyo 3 tuna uwezo wa kubadilisha matokeo katika mechi ya marudiano. Baada ya kuruhusu mabao mawili, dua letu Simba likawa tusiongeze bao jingine ili haya mawili twende tukapindue nyumbani kwetu Tanzania. Na niseme wazi kwamba mabao mawili ambao tumefunga, mabao mawili ambayo RS Berkane wametufunga, Simba tuna uwezo wa kuyarudisha hayo mabao mawili. Tuna uwezo wa kupata magoli mengi zaidi nyumbani kwetu, na hatuzungumzi hivi kulingana na historia, tunazungumza hivi kulingana na ubora tuliokuwa nayo Simba yetu. Na tunasema wazi hapa, goli 2 ambazo wamejifunga watazitapika Tanzania. Semaji,